Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado kuna Adam Hussein na tunaendelea kukujuza mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini ni huko katika Umoja wa Ulaya ambapo kumekuwa na kutoelewana baina ya wanachama, hasa katika kuweka vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Wanachama wa Umoja wa Ulaya wakiendelea katika juhudi za kutafutia ufumbuzi mzozo kati ya Ukraine na Urusi, bado kumekuwa na kusuasua miongoni mwao. Wakuu wa Umoja wa Ulaya wanataka Ukraine isaidiwe kijeshi, huku kukiwa na vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Vikwazo hivyo vinaonekana kukwama sasa. Shirika la habari la nchini Urusi Interfax limeripoti kwamba utawala wa Kremlin umesema bado kuna mkwamo katika kuyafufua tena mazungumzo ya kutafuta amani ya Ukraine. Shirika lingine la habari la TASS limemnukuu msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov akisema kuwa Urusi inapendelea na inaunga mkono muendelezo wa juhudi za Marekani za upatanishi. Hata hivyo, zikianza tena mazungumzo baada ya kipindi cha zaidi ya miaka mitatu, Urusi na Ukraine zilifanya mazungumzo ya ana kwa ana mjini Istanbul nchini Uturuki mnamo Mei 16 na Juni 2 yaliyoleta matokeo ya ubadilishanaji wa wafungwa na kurejeshwa kwa miili ya wanajeshi waliouawa katika vita. Nchi hizo mbili mahasimu kwa wakati huu hazijapiga hata hatua yoyote ya mafanikio katika kufikia mkataba wa makubaliano wa kusitisha mapigano ambao Ukraine inasaidiwa na nchi za Magharibi imekuwa ikishinikiza. Vikwazo vipya dhidi ya Urusi vipo njia panda. Wakati haya yakiarifiwa, vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vimesitishwa kufuatia upinzani kutoka kwa Slovakia na sababu ya mgogoro wa gesi. Vikwazo hivyo havikupata kura zinazotakiwa kuungwa mkono na kauli moja baada ya waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico kusema hayuko tayari kuridhia pendekezo la vikwazo vya Urusi, akielezea wasiwasi kuhusu uagizaji wa gesi wa Slovakia kutoka nje ya nchi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walikusanyika huko mjini Brussels kujadili msaada zaidi kwa Ukraine, zikiwemo hatua mpya za udhibiti kwa Urusi, kurefusha vikwazo vilivyopo na njia ya Ukraine kuelekea wanachama wa Umoja wa Ulaya. Vikwazo vya duru ya 18 vilivyopendekezwa na halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya vinalenga sekta ya fedha na nishati ya Urusi na kujibu hatua ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kukataa kukubali mkataba wa kusitisha mapigano nchini Ukraine usiokuwa na masharti yoyote. Hata hivyo, EU walitoa taarifa kupitia Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Urusi kupitia waziri wake Sergei Lavrov kwamba sasa tunahitaji kusitisha mapigano bila kuwepo kwa masharti yoyote. Kabla ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya, Fico tayari alitishia kutia munda vikwazo hivyo kwa kutumia kura ya turufu, akihofia athari kutoka kwa mswada mwingine tofauti wa nishati. Slovakia inapinga mipango ya Umoja wa Ulaya ya kusitisha kabisa mikataba yote usafirishaji wa gesi na Urusi kufikia mwanzo wa mwaka 2028. Robert Fico amesema mazungumzo na rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kulitafutia ufumbuzi suala hilo yalikuwa na maana na yenye tija. Hata hivyo, viongozi hao hawakufanikiwa kupata suluhisho. Fico anahofia matatizo ya ugavi na ya kisheria. Slovakia ina mkataba usafirishaji wa gesi na kampuni ya nishati ya Urusi ya Gazprom ambao ni halali hadi mwaka 2034. Halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya inakataa kusitisha mkataba huo kwa misingi ya mamlaka makubwa ya juu. Umoja wa Ulaya umeitaka Ukraine isaidiwe zaidi. Viongozi hao Umoja wa Ulaya wametaka juhudi kubwa zaidi zifanyike kudhibiti mahitaji muhimu ya kijeshi kwa Ukraine na kuendelea kulisaidia taifa hilo ambalo lipo vitani dhidi ya Warusi. Viongozi wamesema ni muhimu kupeleka mifumo zaidi ya ulinzi wa anga na mifumo mingine dhidi ya mashambulizi ya drone na silaha kubwa kuisaidia Ukraine kuwalinda raia wake na himaya yake dhidi ya mashambulizi makali yaliyoamrishwa na Warusi. Hata hivyo, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameapa kusema kwamba ikiwa nchi hizo zitapeleka silaha pamoja na namna nyingine ya kuisaidia Ukraine ni sawa na kwamba zimeingia vitani, na hivyo taifa lolote, hasa Ujerumani ambayo imeahidi kwamba itapeleka makombora ya Taurus ya masafa marefu kwa ajili ya kuishambulia ardhi ya Urusi, itakuwa imetangaza vita rasmi dhidi ya Warusi. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.